السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أحمد الله العلي القدير رب العرش الكريم الذي يسر لنا هذا اللقاء بمشايخنا الكرام وإخواننا وأخواتنا وأمهاتنا في هذه البقعة المبارك. كما أسأل الله رب العرش الكريم الذي جمعنا هنا أن يجمعنا يوم لا ظل إلا ظله إنه أرحم الراحمين. Ndugu zangu katika imani, awali ya yote tunamshukuru sana Allah tabaraka wa taala kwa rehema zake, taufiki yake na huruma zake kwa kutuwafikisha sote kwa pamoja kuweza kukutana hapa. Ndugu zangu katika imani, Allah tabaraka wa taala ametuchagua mimi na wewe kuja hapa. Wengi walisikia matangazo maeneo mbalimbali, lakini Allah akanifanya mimi na wewe kuja hapa. Wallahu yakhtassu birahmatihi man yasha. Allah kwa rehema zake anawachagua wale alokuwa anawataka. Dhalika fadlullahi yutihi man yasha. Hizo ni fadhila za Allah, huwapa wale ambao anawataka. Ndugu zangu katika imani, tunamshukuru sana Allah ambaye ametuwafikisha leo kuweza kukutana na mashekhe zetu, wazee wetu, vipenzi vyetu, ndugu zetu, dada zetu. Alhamdulillah, tunamuomba Allah kama alivyokuwa ametukusanya hapa, atukusanye siku ya kivuli, siku ya kiyama, kwa huruma zake na taufiki yake chini ya arshi yake. Ndugu zangu katika imani, mengi ambayo yalikuwa yamezungumzwa yana faida kubwa sana, kama walivyosema mashekhe zetu. Kuwa hapa kuna kheri iliyokuwa kubwa sana. Kheri hizi ndugu zangu, tukianza kuhesabu 1, 2, 3, hatuwezi kufika kwenye ukomo wa kuhesabu kheri zinazopatikana hapa. Lakini ndugu zangu, miongoni mwa kheri ambazo zinaokutana hapa leo, marawahu al-Imam Malik fi Muwatta, ni mapokezi ya Imam Malik katika kitabu cha Muwatta, hadithi ya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah ibn Abbas ani nabii alayhi salatu wassalam. Na Ibn Abbas yale ambayo alikuwa ameyapokea kutoka kwa mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na yeye mtume fima yarwi an rabbihi tabaraka wa taala, na yeye bwana mtume alikuwa ameyapokea kutoka kwa Mola wake, kwa maana hadithi al-Qudsi, kwa maana hadithi al-Qudsi, kwamba Allah tabaraka wa taala atanadi siku ya kiyama. Allah tabaraka wa taala atanadi siku ya kiyama. Siku hiyo ndugu zangu, yaumul akhir, siku ya mwisho. Imeitwa siku ya mwisho kwa sababu hakutokuwa na siku baada yake. Qur'ani ambayo ni kalamu Allah inatuelezea siku hiyo ya kiyama ambayo Allah atanadi siku hiyo. Aya zinatuelezea uzito wa siku hiyo. Ukifungua msahafu utaona aya zinazoizungumzia kiyama. Ukasoma hadithi za bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, yale ambayo alokuwa ameelezea bwana mtume, kiyama kitakuwa na hali ya namna gani. Ndugu zangu,
Allah atanadi siku hiyo kwa kina nani ambao wewe unaisoma Qur'ani, ya ayuha nasu taqu rabbakum inna zalzalatu saa shay'un adhim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Qur'ani inatuelezea kiyama hali yake itakuwa namna gani. Yawma yafiru almar'u min akhihi wa ummihi. Allah anaelezea hali hii kiyama, mtu anamkimbia mwanae, anamkimbia mke wake, anawakimbia watoto. Allah anaelezea haya, lakini Allah ananadi siku ya kiyama, aina almutajalisina fiha, wako wapi wale ambao walioketi kwa ajili yangu. Jaalia faida zote uzikose, mawaidha yote usiyafahamu, lakini tu kitendo cha kutoka ulikotoka nyumbani kwako ukaja ukakaa katika viwanja hivi ukatiania kukaa kwa ajili ya Allah, hilo peke yake Allah atanadi siku ya kiyama, wako wapi wale ambao walikaa kwa ajili yangu. Leo niwafunike na kivuli changu, siku ambao hakutokuwa na kivuli ila kivuli changu. Namuomba Allah atujalie tuwe miongoni mwao. Tunamuomba Allah tusamehe makosa yetu, atukubalie matendo yetu, atujalie kikao hiki iwe sababu ya kufaulu siku ya kiyama. Ndugu zangu katika imani, maudhui yetu ya leo kama ndugu zetu walivyokuwa wametuambia, al-istidad li yawm ar-rahil, kujiandaa na safari ya kuelekea kwa Mola wetu. Ndugu yangu katika imani, ndugu yangu katika imani, Qur'ani hii ambayo ilikuwa mbele yetu tunaisoma, aya ya mwisho kuteremka ndani ya Qur'an, aya ya mwisho Allah anahitimisha Qur'ani, anafunga msahafu, aya ya mwisho kuteremka kwa bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Allah anatuambia, wattaqu yawma turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Itahadhari nafsi siku ambayo itakayorejeshwa kwa Mola wake. Wewe Muislam, aya hii ndio aya ya mwisho kuteremka. Allah anakuambia wewe na mimi, watahadhari watu siku ambayo watakaorejeshwa kwa Mola wao. Lau kufa ingelikuwa kufa tu, lakini thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat la yudhlamun. Kisha baada ya kutokwa na roho, Allah atawalipa wanadamu, atawalipa viumbe kwa kila lile ambalo walokuwa wamelichuma katika mgongo wa ardhi, hali ya kwamba hatodhulumika mtu yoyote. Umeitafakari siku hiyo nangu katika imani? Umeizingatia siku ambayo malakul mauti anakuteremkia kuja kutoa roho yako? Utakuwa kwenye hali ya namna gani? Waja wema walikuwa wametangulia, akiwepo Ibrahim Taimi rahmatullah alayhi, anasema kwa aya hii, shay'ani qati'an ladhata dunya, mambo mawili yanakata kabisa kwangu mimi ladha ya maisha ya ulimwengu. Mambo mawili nikiyafikiria haya mambo yanaondosha kabisa ladha ya huu ulimwengu. Jambo la mwanzo, dhikrul maut. Napokumbuka itakuwaje siku ambayo malakul mauti anakuja kuitoa roho yangu, nikikumbuka hali ile, anasema ladha ya maisha ya ulimwengu inaniondoka. Itakuwaje siku ambayo mtauona uso wa malakul maut kwa uhakika wake? Itakuwa katika hali ya namna gani? Itakuwaje siku ambayo mtaonja kilevi cha mauti? Mtakuwa kwenye hali ya namna gani? Bali itakuwaje katika maisha yangu
kuingizwa katika barzakh, maisha ya kaburini. Kwa watu waliokuwa na akili, waliowafikiwa na Mola wao, walikuwa wanazingatia haya, wanaipima dunia hii. Kisha anasema, na la pili nikilikumbuka, ladha yote ya maisha ya ulimwengu inanitoka. Walwuqufu baina yadayhi Allah subhanahu, na kuja kufuliwa na simamishwa kwenye mahakama ya Allah. Hivi Muislam anaitafakari vipi siku hiyo ya kuja kusimama kwenye mahakama ya Allah? Kama rawa al-Imam Muslim min hadithi Adi ibn Hatim radiyallahu anhu ardah, ma minkum min ahadin إلا سيكلمه ربه تبارك وتعالى ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا نار تلقى وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمر. Mtume anasema hakuna yoyote miongoni mwenu ila mtu huyo atazungumza na Mola wake. Hakutokuwa na mkalimani, bali mtu mwenyewe na Mola wake. Kila mmoja ataongea na Mola wake, hakutokuwa na mkalimani. Ataangalia kulia kwake, hataona ila yale aliyokuwa ameyatanguliza. Kushoto kwake hakuna anayeona ila yale yale. Mbele yake anaoiona jahannam. Anataka nusra kutoka kwa Mola wake. Muogopeni Mola wenu hata kwa uchache wako kwa latende. Mtu atangulize kheri, hajui kitu gani kitamsaidia mbele ya Mola wake. Waja wema walikuwa wanapotafakari aya hii, walikuwa iona thamani ya dunia kwa wao haipo katika nafsi zao. Rawa al-Imam Tirmidhi rahmatullah alayhi, anaipokea hadithi Imam Tirmidhi, radhi za Allah zimwendee, ani Ibn Umar radhiyallahu anhuma, sahaba wa mtume Abdullah ibn Umar ibn Khattab, anasema kunna julusan inda Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, tuko tumeketi mbele ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Fajaahu ar-rajul, akaijiwa na mtu, mtume kaijiwa na mtu bedui huko. Qala ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, ayul mu'minina afdal, nani katika waumini aliyekuwa bora? Mtu bora aliyekuwa bora katika jamii na mbele ya Mola wake. Mtume akasema ahsanahum khuluqan, aliyekuwa bora ni mtu mwenye tabia iliyokuwa nzuri. Tabia nzuri ni mtu aliyekuwa bora. Yule sahaba alivyomwangalia mtume akamwambia, ya Rasulullah, wa ayyul mu'minina aqyas, nani katika waumini aliyekuwa mwenye akili? Wewe na mimi tukiulizwa nani mwenye akili kwa maisha yetu, utasema mtu ambaye kasoma, ana degree 2, PhD, msomi, profesa, ndo tabona mwenye akili. Mtu mchumi, pengine mwenye mashamba, mwenye majumba, mwenye kadha wa kadha, ndo tunaweza kudhani kwamba huyu mtu ndo mwenye akili. Lakini sivyo alivyojibu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasema aktharuhum lilmauti dhikra, mtu mwenye akili ni yule ambaye mara nyingi sana anakumbuka kwamba ipo siku malakul mauti atakuja, atamtoa roho yake. Huyo ndo mwenye akili. Lakini haikutosha tu, wa ahsanahum lima ba'da isti'dadan, na akafanya maandalizi ya safari ya kumwelekea Mola wake, akajiandaa kwenda kukutana na Mola wake. Huyu ndio mwenye akili. Ulaika al-aqyas, hawa ndio wenye akili. Wewe ndugu yangu, unaiandaa vipi safari ya kukutana na Mola wako?
safari iliyokuwa ngumu, nzito. Leo ndugu zangu katika imani, hatujali kana kwamba tutaishi katika ulimwengu huu milele. روى الإمام أحمد في صحيحه من حديث البراء بن عازب جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على شفير القبر. Mtume amekwenda kuzika pamoja na maswahaba, wanakwenda kumzika mmoja katika maansar. Mtume akaketi kule pembeni ya kaburi, maana haifai kwa Muislamu kukaburi au kanyaga kaburi. Mtume kati pembeni kule ya kaburi, kisha anatazama Muislamu anavozikwa pale, anavozekwa ndani ya mwanandani pale. Huyu ni Mtume Muhammad sallam. Fabaka hatta balla thara. Mtume analia mpaka machozi yanaonyesha athari kwenye ardhi. Huyu ni Mtume analia. Kisha anawageukia masahaba, anawaambia, ya ikhwani, enyi ndugu zangu, limithli hadha faidu. Mfano wa ndugu yetu, kila mmoja aanze kufanya maandalizi, aanze kujiandaa. Leo zote watu wanakwenda kwenye makaburi kwenda kuzika. Hawa wanazungumzia mpira, hawa wanazungumzia biashara, hawa wanazungumzia siasa, hawa wanazungumzia kadha, kana kwamba wamekwenda kutupa mzoga pale. Hadithi ya Bara ibn Azib inda al-Imam Ahmad anasema, wakati wanazika, kaanna fi ruusina at-tayr, utulivu waliokuwa nao mfano watu wametulia, kwamba juu ya vichwa vyao kuna ndege, wanaogopa akijitingisha basi atapaa. Kila mmoja anatafakari, itakuwaje siku ambayo mimi na wewe kwenye mwanandani huu? Itakuwaje hali hiyo ikinitokea? La ta'amal annaka idha asbahta amsayta wa idha amsayta asbahta. Usiwe na matumaini wewe ndugu yangu katika imani kwamba wewe ukiamka asubuhi utakuwa hai wewe, au wewe ukiwa jioni hai, asubuhi utakuwa hai wewe. Usiwe na matumaini hayo. Wa kam min insan labisa thawbahu wa lam yakhla'hu ila al-ghasir. Wako wangapi tunawajua mimi na wewe ambao watu hawa walivaa zao vizuri, katoka mwenye kapiga kanzu lake, kapiga suti yake, kaondoka, lakini ile nguo aliondoka nayo asubuhi hakuna aliyekuja kuivua isipokuwa muoshaji wa maiti. Wako wangapi? Wakam min insani kharaja min manzilihi, ametoka nyumbani kwake, familia yake imemwandalia chakula kizuri anachokipenda yeye, wala miyadhuku min taami, wala kuonja chakula kile, wakaja wakala watu wengine baada ya kusikia habari ya msiba wake. Wewe hushtuki, wewe uwaidhiki, huna hofu ya kutoa Mola wako. Hali hiyo bado hujaiandalia mazingira. Wa kam min insani naman min nawmi ila huwa fi qabrihi. Wako wangapi wamelala hamki ila wanakuja kuamka wamo ndani ya mwanandani, wanakuja kuamshwa na Munkar na Nakir. Kwani usiwaidhike wewe ndugu yangu katika imani? Kwani usishtuke roho yako ukajiandaa kuelekea kwa Mola wako? Tulikuwa na shekhe wetu Sheikh Ismaili leo hii tuko naye, anapigiwa simu, fulani kafariki leo hii. Kwa nini Allah kamchagua kakubakiza wewe? Kakubakiza wewe unaposikia habari ya mwenzako amefariki, ili wewe uweze kutubia kwa yale makosa uliokuwa umeyafanya, urejee kwa Mola wako. Sasa leo ukifika makaburini, stori za pale zinazopigwa kana kwamba watu wanakwenda kutupa mzoga pale, hawana habari ya pale.
Qala A'mash kunna nashhadu aljanaza. Angalia waja wema walikuwaje wanapofika kwenye makaburi, wanafikaje, hali zao zipi? Anasema kunna nashhadu aljanaza, tulikuwa sisi tunashuhudia jeneza, tunafika kumzika mwenzetu, tunamsindikiza mwenzetu makaburini. Anasema fala nadri man almu'azza likathrati buqa, hatujui nani aliyefiwa. Kwa nini? Kila mmoja anatokwa na machozi, mpaka ukimtazama mtu labda huyu ndio alofiwa, au ni huyu, au ni huyu. Kila mmoja ana msongo wa mawazo pale. Wewe wengine umeshika simu una chati unatongoza makaburini, huna haja wala huwaidhiki. Anasema inma buqa'ahum la ala anfusihim, inma buqa'ahum kilio chao kilikuwa sio kwa ajili ya maiti. Inma buqa'ahum ala anfusihim, wanacholia ni kwamba wao wenyewe kwa nafsi yao. Mtu anaangalia taksiri, mapungufu aliyoyafanya. Itakuwaje malakul maut anakuja kumtoa roho yake? Na siyaki za Qur'ani zitawaambia malaika wanavotoa roho, Allah ameapa wanaziati gharqa wanashitati. Angalia siyaki ya Qur'ani jinsi Allah anavozungumza. Allah anaapa kwa malaika wenye kutoa roho za watu wabaya kwa nguvu, kisha na wale ambao malaika wenye kuwatoa roho waja waliokuwa wema. Sasa wewe Muislamu bado hujatafakari jinsi gani ya kuandaa safari yako kuelekea kwa Mola wako. Sisi ni majini, sisi ni watu ambao hatujali. Lakini Allah anasema kalla idha balaghat at-taraq wa qila man raq wa annahu waltafat as-saq bis-saq rabbika yawma idhil masaq. Ujeuri ni wetu tunaofanya hapa duniani, tunavuta pumzi tu. Lakini Allah anasema sio hivyo. Roho ikifika kwenye mitulinga ya mabega inataka kutoka sasa. Kisha watu wanaambiana daktari yupi ambaye anaweza kuoa hali hii alokuwa nayo? Daktari yupi hali hii? Lakini wadhanna annahu firaq, yana yakini anaondoka. Nyi mpo pale, baba, mtoto, nani wako pale, toka daktari kadha. Lakini anasema haya maandalizi mnayofanya, mimi tayari anaanza kuona tofauti, dunia hii sio yake tena. Wadhanna annahu firaq. Sasa amekata roho. Wewe ulishawahi kumosha maiti? Na kuuliza ndugu yangu, umeshawahi kuosha maiti? Umeshaona jinsi gani mwanadamu anapokuwa dhalili? Pale ambapo mtu alikuwa anaweza kusema hapiti mtu hapa, anafunga barabara, hapiti mtu hapa, nitampiga makofi. Kisha muangalie wakati anakoshwa, hali yake ni ya namna gani? Angalia jinsi gani watu wanavomuosha, watu wanavoweza kumsafisha. Kila mmoja yuko fikra juu yake. Ila rabbika yawma idhil masaq, sio ni kuchungo peko kwa Mola wako. Makaburini tu, anazikwa saa ngapi, amefia wapi, ataswaliwa wapi? Watu wako mashughul juu yako, wakuondoe wewe waondoke. Sasa moja nilikuwa nazungumza kule, kuna maiti moja iliwahi kuzikwa mapema. Watu wamekaa jamani, mapema, sunna. Kumbe bana vijana wanakuwazia wewe, wao hawako kwenye sunna wala nini, shida yao kuna mechi. Kumbe watu wanazungumza jamani, saa 10 mvua itanyesha, safari bora mapema. Watu kweli bana kweli. Kumbe watu hawako na mawazo na mapenzi na wewe. Watu wanaangalia Manchester. Wewe thamani yako kuisha tena, kuisha. Watu wanafadhilisha TV wakakae waangalie Manchester na Liverpool, Simba na Yanga. Wewe huna habari, wewe haufai tena, huna thamani kwao wewe. Sasa ndugu yangu, tuandae safari ya kuelekea kwa Mola wetu. Mmoja katika waja wema, Malik bin Dinar, alikwenda makaburini. Na mnajua makaburi ndugu zangu katika imani, Mtume anasema zurul qubur fa innaha tudhakkirukum. Yani wakati mwingine tembea kaburini, angalia hapa amelazwa mjomba, hapa bibi, hapa shangazi, hapa rafiki yangu, jirani yangu. Rafiki
tulisoma wote. Yani ukitembea pale na wewe unakuwa unaandaa safari ya kuelekea kwa Mola wako. Yani unakuwa wakati mwingine inakufanya kama waja wema wengine walikuwa wametangulia, walikuwa wanakwenda, mtu anajitengenezea pengine kaburi, anaona alale, kisha anaiambia nafsi yako bado wendo fulani, sasa andaa amali yako njema. Sasa Malik bin Dinar akatoka, muda ukifika niambie. Malik bin Dinar anasema ataitu alqubura fanadaituha, nimekwenda makaburini nikaita, aina almuazzam wa aina almuhtaqar. Kasimama kwenye uwanja wa makaburi anaangalia pale, kisha akasema aina almuazzam wa muhtaqar, wako wapi wale ambao mabwanyenye waheshimiwa walokuwepo hapa? Wako wapi wale ambao wenye kudharauliwa? Wako wapi hawa? aina almuazzam wa muhtaqar wa aina almudhillu bisultanihi, wako wapi ambao walikuwa wanyonge? Leo wote wako hapa. Tafanau jami'an, wote wameondoka hapo. Wewe ndugu yangu unafika makaburini, unasimama kwenye kaburi. Mmoja katika waja wema anasema nimefika kaburini nikakuta lauha imeandikwa ya waqif inda qabri, ewe ulosimama kaburi, la tataajab min amri, ustaajabu kwa jambo langu. Ukanisoma amefariki tarehe 1 mwezi wa 2 kazikwa kazaliwa. Unajua kuna bid'a nyingine hiyo kwamba mtu kazaliwa tarehe fulani unaenda kuandika kwenye makaburi. Anasema kazikwa tarehe fulani, anasema usistaajabu, hata mimi jana nisimama kama wewe, leo mimi niko hapa. Kwa unavyopita kwenye makaburi ndio na wewe unaweza kujua safari yako ni ipi. Ndugu yangu katika imani, kwa kumalizia lazima tuandae safari yetu kuelekea kwa Mola wetu. Tuna hofu baina yetu na Mola wetu, lakini hii dunia isitushughulishe, isitufanye kwamba ndiyo kila kitu. Kama tumeumbwa kwa ajili ya dunia hii, tumeumbwa kwa ajili ya kutafuta radhi za Mola wetu kuelekea akhera. Na hakuna mjanja, yataka taufiki ya nani? Ya Allah. Hakuna mtu kwamba yeye anayafanya kwa sababu ana akili sana, mwema sana, shujaa sana. Hapana, kila mmoja anatakiwa amombe Allah ampe mwisho uliokuwa mwema. Hii dunia la kupita tu, halina thamani yoyote. Kuna watu Allah amewaelezea ndani ya Qur'ani, leo wako wapi? Leo miji yote ukitembea, ukafika miji mikuu, nenda pale Bukoba, kuna majumba limeandikwa hii nyumba ilijengwa mwaka 1925, hii 1930. Miji yote iko hivyo, athari za watu waliokuwa wamejenga. Wako wapi hao watu? Sasa na mimi na wewe tunaoyachuma yote, tunahangaika nayo, lakini tunakwenda kuingia kwenye shimo halizidi shibri 2 upana wake. Vyote tunaviacha. Allah anasema kam taraku min jannati wa uyun, wako wangapi tunawajua mimi na wewe wameacha mabustani mazuri, mashamba mazuri, min jannati wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim, wameacha kila aina ya vyakula walivyokuwa wanavipenda, wameacha majumba siri, majumba ya kifakari wameacha, wa na'matin kanu fiha faqihin, wameacha vyeo, wameacha kila aina ya starehe waliokuwa wanafanya duniani. Lakini Allah anasema kadhalika awrathnaha qauman akharin. Ukitaka kuijua dunia hii haina thamani, hichi kipengele Allah alivyoelezea wameacha vitu hivyo, kisha anasema kadhalika awrathnaha qauman akharin, wamekuja kuvirithi watu wengine kabisa. Ile nyumba yako ambayo umeijenga ulikuwa hutaki hata mtu agonge msumari, nyumba ile wanakuja kurithi watu wengine. Mkeo ambaye wewe umekufa, kakaeda kamaliza, anakuja kuolewa na mtu mwingine. Pengine mtu yule ulikuwa hata umpi salamu, mtu unamuonea hata kinyaa. Swafu moja mkipanga wote unahama swafu,
kamaliza eda, Allah kaandika huyo anakuja kumuoa mke wako. Lakini mali imegawanywa, thumni yake kapata, au katika fungu lake la mirathi kapata, yule ambaye ulikuwa unamchukia ndiye anakuja kuishi katika nyumba yako. Hajafanya dhambi, kapata, na mkeo amepata haki yake ya kisheria, kakurithi wewe, wanakuja kufaidi watu wengine. Kadhalika aurathnaha qauman akharin. Uliyekuwa unampa ukimwona unakunja uso, ndio anakuja kukaa kwenye kochi ambalo ulikuwa utaki akae mtu mwingine, anakuja kulikalia yeye. Dunia haitaki kibri, dunia haitaki dharau. Dunia kinachotuokoa ni amali zetu njema ambazo Allah amezikubali ili ziweze kutusaidia katika maisha ya barzakh. Leo ndugu zangu, maisha ya barzakh, kuna maisha kama maisha ya ulimwengu, lakini hebu niambie, leo maisha ya duniani, tukiangalia hapa wazee wetu, Allah wahifadhi, awape umri mrefu, miaka mingapi? 70, 80, 90, 100, mtu kachoka. 100 ndio basi tena. Na wengi si mnaona jamani, hata sisi tunapiga hina hapa, umri mdogo, piga hina, mambo yanabadilika. Tunapiga sana energy drink tupate nguvu, mili imeshachoka. Kila mtu kwenye mfuko ana, kama sio Panado, ana Amoxicillin. Yani tumeshachoka sisi, mili inabadilika, maisha yanabadilika. Sasa ndugu zangu, maisha ya duniani ambayo inaweza kutuchezea miaka 20, 30, itudanganye tumwasi Mola wetu. Hebu tafakari maisha ya barzakh, utaishi katika hali ya miaka mingapi mpaka kiyama kisimame? Inawezekana kiyama anajua Mola wetu itakuwa ni lini, lakini bado tunaamini bado, kwa sababu alama tusughra tayari, lakini kubra bado. Alama zile kubwa za kudhihiri kiyama hazijadhihiri, ndogo zote zimedhihiri. Sasa zile kubwa hazijatokea. Jalia umeishi ndani ya maisha ya barzakh miaka 300, unakula mkongoto humo ndani, annaru yuradhuna alaiha ghuduwan wa ashiya. Starehe ya muda mfupi itudanganye na maisha ambayo ya kutafuta radhi za Mola wetu. Kwa tubadilike, lakini kila mmoja amuombe Allah ampe mwisho uliokuwa mwema. Alhamdulillah.